Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na mengine, kwenye hotuba yake alitangaza kuanzisha uchunguzi huo wa mauaji yaliyotokea wakati wa uchaguzi, lakini pia akatoa mwito wa kusamehewa baadhi ya waandamanaji waliofunguliwa mashtaka ya uhaini. Swali hapa ni je, hotuba ya Rais Samia imefungua njia ya kuleta mshikamano kwa Watanzania? Nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Mbeya, Gwandumi Mwakatobe swali hilo na mengine, na haya ndio majibu yake. Unaweza ukawa ndio mwanzo mzuri, kwa sababu hata yeye aliyoyasema ni kama naye amesikiliza vizuri maono kutoka taasisi mbalimbali zikiwemo za kidini ambazo zilitoa nini kifanyike sasa baada ya kuweza kupata majeraha, taifa kupata majeraha makubwa namna hii. Kwa ni kama anajibu yale wengi ambao walikuwa na pendekeza kwamba kwa kweli uchunguzi wa kina ufanyike, kwa sababu mambo yalifanyika kama kwa kificho, lakini maiti ni nyingi, bado leo watu wanazika, wengine hawajapata watu wao. Lakini pia kitu ambacho wengi wangependa viwe vyombo ambavyo ni huru. Rais Samia Suluhu amegusia kwamba yeye hatochoka kunyoosha mkono wa maridhiano kutokana na kile alichokianzisha mwanzo cha R4. Kutokana na mazingira ya sasa, huu mkono wa maridhiano ambao anataka kunyoosha Rais Samia, unafikiri una nafasi ya kuzaa chochote, kuleta mshikamano? Kwa maoni yangu mtangazaji, yale aliyoanza nayo Samia, mimi mwenyewe nilikuwa mstari wa mbele kumsifia sana na kumuombea kwa Mungu kwamba ujasiri aliyoanza nao wa 4R, ustahimilivu, kujenga upya nchi, maridhiano, pamoja na kuleta mabadiliko au marekebisho makubwa, reforms, kwa kweli nilimuunga mkono sana. Sasa kitu ambacho kinatukia wasiwasi, unajua ukisha umwa na nyoka, hata ukiguswa na unyasi unafikiri ni nyoka tena. Huyo ambaye alianzisha maridhiano mazuri na zile 4R, ndio huyo aliongoza tena kwanza kukandamiza, kurudi nyuma, kuwa sawasawa au kumzidi mtangulizi wake wa awamu ya 5 Magufuli. Kwa hiyo watu wanajiuliza, je, huyu aliyesema vizuri mwanzo anavyosema tena kwa kurudia yale atayaendeleza au atatekeleza njiani? Kuna maoni mengine wanaona kwamba kwa kuwa anajua alivyokuwa ameanza vizuri na kuweza kupata sifa kubwa, huenda anarejelea tena apate sifa kwa kutoa ahadi na kusema mambo mazuri, lakini mwishowe ni kutuliza tu na kutupoza, alafu akarudi kule kule. Hotuba hii ya Rais Samia kwa vijana imepeleka ujumbe gani? Kwanza wanaona kama vile wanadharauliwa, kama vile azima yao ya kuleta mageuzi na kupinga uchaguzi ambao sio wa kidemokrasia, kama vile wanadharauliwa. Angeweza kujaribu kuangalia namna gani ya kutatua matatizo wanaokumbwa nayo vijana, ikiwemo kukosa ajira, ikiwemo kuweza kunyimwa kushiriki katika vyombo vya maamuzi. Ndio angekuwa anasema kwamba sasa anawafunguliwa na anawasema, kuliko kwamba wameshawishiwa. Kusema wameshawishiwa ni kama vile wao hawana akili, hawajitambui. Ni mchambuzi wa kisiasa Gwandumi Mwakatobe kama alivyozungumza nami muda mfupi uliopita kuhusiana na hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan muda mfupi uliopita. Msikilizaji, hii ni DW kutoka hapa idhaa ya Kiswahili mjini Bonn. Na mashirika manne ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania yamefungua kesi katika Mahakama ya Afrika Mashariki dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania. Kesi hiyo inapinga baadhi ya vifungu vya kanuni za maudhui mtandaoni vya sheria ya mawasiliano ya kielektroniki na posta, ambayo inatajwa kukiuka misingi ya haki za binadamu. Mwandishi wetu Veronica Natalis anayo taarifa zaidi. Shauri hilo limefunguliwa na mashirika manne ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania, ambayo ni Kituo cha Sheria cha Haki za Binadamu LHRC, Baraza la Habari Tanzania MCT, Mtandao wa Watetezi wa Haki za Binadamu THRDC, pamoja na taasisi ya Center for Strategic Litigation. Na vifungu vinavyolalamikiwa ni pamoja na kile kinachozuia uhuru wa kutoa na kupokea taarifa, na kwamba baadhi ya vifungu havijafafanua kwa uwazi dhana ya makosa ya kusambaza maudhui. Mawakili upande wa mashtaka ambao ni wakili Jeremia Mtobesia na wakili Peter Manjanjala wamevitaja vifungu vyenye utata kuwa ni pamoja na kifungu namba 3, 4, 5 na 6, pamoja na vifungu vingine kadhaa vya sheria hiyo ya epoka.
kwamba vinakiuka mkataba wa kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuitaka mahakama itamke kwamba vifungu hivyo ni batili. Kwa hiyo kwenye ile sheria kwanza ukiangalia kuna mazuio mengi sana ambayo yanaenda kinyume na haki ya uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo tunachokiona hapo sisi ni kwamba hata hizo adhabu pia hazikutakiwa kuwepo. Ukisoma ile sheria inajaribu kuweka kila mtu ambaye anatumia mitandao na kutoa taarifa kama vile anatumia kwa ajili ya kuingiza pesa, au kwamba kila mtu ni kampuni, au kwamba kila mtu anajitahidi kwamba anatoa taarifa ili apate kitu fulani, lakini sio uhalisia, kwa sababu watumizi wengi wa mitandao ya kijamii, wengi wao huwa wanatoa tu taarifa na wanapokea taarifa. Sheria hiyo ya mawasiliano ya kielektroniki na posta pamoja na mambo mengine inatoa adhabu ya faini ya shilingi milioni 5 ama kifungo cha miezi 12 kwa ambaye atatiwa hatiani kwa makosa ya kimaudhui. Mawakili hao wakisema kwamba adhabu hiyo ni kubwa mno na inaminya uhuru wa watu kutoa maoni yao kwenye mitandao. Hata hivyo, mawakili upande wa serikali ya Tanzania wakiongozwa na wakili Stanley Kalokola, wakati wakijibu hoja za waleta maombi, wameeleza mahakama kwamba vifungu vingi ambavyo vinalalamikiwa tayari vimekwisha fanywa marekebisho na serikali. Godfrey Kamenge ni mchambuzi wa masuala ya haki za binadamu. Kama haziwezi kulinda, maana pia sheria zinatengenezwa kutokana na mahitaji mara nyingine, au watu wana uhuru wa kwenda uchi tu na kuweka vitu mtandaoni kwa sababu tu ni uhuru, kuna namna ambavyo tunaharibu kizazi kinachokuja na mila na tamaduni na desturi zetu na misingi yetu ya ubinadamu wetu na utu wetu, mambo ambayo wanatutofautisha sisi na watu wengine wote. Wako sawa kwenda kuhoji maeneo ambayo wanafikiri yanahitaji kuhojiwa. Mahakama ya Afrika Mashariki inaeleza kwamba inapanga siku ya kutoa maamuzi ya shauri hilo baada ya kukutana na mawakili waliofungua kesi pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania. Veronica Natalis, DW, Arusha. Rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema kuwa serikali ya nchi hiyo imeunda tume ili kujua kiini cha vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi na mara baada ya uchaguzi na kusababisha vifo vya watu. Rais Samia ametoa kauli hiyo mwanzoni tu mwa hotuba yake wakati akilizindua bunge la 13 jijini Dodoma, yaliyopo makao makuu ya nchi hiyo. Akiwa Dodoma, mwandishi wetu Deukaji Makomba ametuandalia taarifa ifuatayo. Tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani. Amen. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao. Huyo ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hapo akikiri dhahiri shahiri kuhuzunishwa na tukio la mauaji lililotokea mara baada ya uchaguzi mkuu mnamo Oktoba 29 mwaka huu. Akizungumza katika hotuba yake ya kwanza wakati akizindua bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia amesema kuwa pamoja na kufanyika kwa uchaguzi kulijitokeza vurugu za uvunjifu wa amani uliosababisha uharibifu wa mali na kupoteza maisha na kuhatarisha usalama wa nchi, na kwamba serikali yake imeunda tume ili kuchunguza yaliyotokea. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano. Katika hotuba yake hiyo, Rais Samia amewasihi Watanzania kuongozwa na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja katika siku za usoni. Rais Samia ameongeza kusema kuwa Tanzania inafuata misingi ya kidemokrasia na kwamba demokrasia inaweza kutafasiriwa kwenye mitazamo tofauti, na kama taifa la Tanzania linaendelea kujifunza na kurekebisha, na kwamba Watanzania wanapaswa kuitumia fursa hiyo kuendelea kujifunza na kukubaliana na jinsi ya kuendesha nchi kidemokrasia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi ya Mtanzania na sio za kuletewa. Aidha, Rais Samia amevielekeza vyombo vya sheria hususan ofisi ya mwendesha mashtaka kuwafutia makosa wale waliofuata mkumbo wakati wa maandamano. Katika hotuba yake hiyo, Rais Samia amegusia swala la mabadiliko ya katiba. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano.